kwa utulivu wa Mheshimiwa Rais, staili yake ya kutokupaniki, kutokuwa na taharuki, kutokupoteza focus, tukavuka salama. Na hata jambo hili niwahakikishie, serikali inafuatilia kwa ukaribu, kwa umakini, na kila siku tuna vikao tunakaa vya sekta mbalimbali kuweza kuhakikisha kwamba moja, bidhaa hii haiadimiki, aina zote hizo za mafuta, pasiwe na kuadimika mafuta, yawepo. La pili, tunashughulika na masuala ya bei ya bidhaa, bei ya huduma. Ili shughuli za uzalishaji zisiathirike, shughuli za usafirishaji zisiathirike kwa kiwango ambacho Watanzania wanaweza kushindwa kumudu. Ni kweli kutakuwa na madhara, sio tu Tanzania, kutakuwa na madhara duniani kote, kutakuwa na madhara. Kutakuwa na madhara panapopiganiwa vita, na madhara hata nchi ambazo hazipo kwenye vita kutakuwepo na madhara, kwa sababu mnyororo huu wa distribution ya hiyo bidhaa unaathirika na kile kinachoendelea. Kwa hiyo rai yangu kwa Watanzania wote, kwanza, tusiwe na taharuki. Pili, wala tusiingie kwenye mzozo wa sisi kwa sisi, wananchi na serikali, wananchi na watoa huduma, wananchi na wadau wanaofanya biashara hizo za usafirishaji, wananchi na wadau wao wanaofuata bidhaa katika maeneo husika, kwa sababu hili jambo tutalikabili kwa kufanya tathmini tena za kiungwana na kizalendo, kwa sababu lipo. Lazima tufanye tathmini ya kiungwana na kizalendo. Serikali itafanya kazi ya kuhakikisha inalinda maslahi mapana ya Watanzania. Akitaka kutokea anayetaka kutumia hii kama fursa ili ajinufaishe, na kama Mwalimu Nyerere alivyotuacha, alituachia nchi ambayo haifungamani na upande wowote, lakini yale yanayotokea kule na sisi tunaathirika huku. Na Mheshimiwa Rais ameshasema si mara moja, hata kabla ya madhara kuja, Mheshimiwa Rais alishatuelekeza ndani ya serikali kwamba naona kuna madhara yatakuja kwenye hii.